ninaomba niwasilishe taarifa kama ifuatavyo. Tulifanya ukaguzi na tunapomaliza ukaguzi tunatoa taarifa za aina mbili. Taarifa ya kwanza ni taarifa ya uongozi ambayo ni management report. Hii tunaielekeza uongozi wa chama yale ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi ambayo hayajaathiri hesabu. Taarifa ya pili tunayoitoa ni taarifa ya wakaguzi kuhusiana na taarifa za fedha. Ina maana tunapitia taarifa zote za fedha ambazo wamewasilisha, tunakagua, tukimaliza tunatoa maoni. Kwa hiyo ninaomba utulivu wenu, nitapita kwenye taarifa ya fedha, baada ya hapo niweze kuwasilisha maoni ambayo tumetoa kama wakaguzi. Tulikagua taarifa za fedha kwa mwaka wa 23-24 ambapo katika taarifa hizo tulipokea taarifa ya hesabu ya mapato na matumizi, na baada ya ukaguzi tulitoa taarifa ambayo ni maoni kutokana na hesabu walizowasilisha. Katika jumla ya mapato ambayo yamewasilishwa kwenye taarifa ya ukaguzi, kulikuwa kuna ushuru wa mazao kwa mwaka 23-24 wenye thamani ya bilioni 2 na milioni 400. Kulikuwa kuna hesabu ya mradi ambao ulikuwa una hasara ya shilingi milioni 9. Kulikuwa kuna mapato mengineyo yenye thamani ya shilingi milioni 524. Jumla yalitengeneza hesabu ya mapato ya shilingi bilioni 3 na shilingi 751. Lakini mwaka wa nyuma walitengeneza mapato ya shilingi bilioni 2 na milioni 300. Kwa hiyo kwa mwaka 23-24 mapato ya mama kuu yalikuwa kwa 29%. Baada ya hapo kulikuwa kuna hesabu ya matumizi ambazo ni gharama za utumishi, kibiashara pamoja na utawala. Katika gharama za utumishi walitumia shilingi milioni 305, gharama za kibiashara bilioni 1 na milioni 700, gharama za utawala bilioni 1 na milioni 368. Hivyo jumla ya matumizi yote yalikuwa shilingi bilioni 3 na milioni 375. Ukichukua mapato ya bilioni 3, ukitoa matumizi ya bilioni 3 na milioni 375, chama kilifunga na hasara ya shilingi milioni 368 ambayo ni sawa na 65%. Ilishuka kwa 65% ukilinganisha na mwaka wa nyuma. Lakini pia tuliangalia mali za chama walizonazo. Katika mali walizonazo kuna mali za kudumu ambazo kwa mwaka 23-24 ziliendelea kuwa zile za miaka ya nyuma, ambayo ni majengo pamoja na gari pamoja na thamani za ofisi na maghala. Lakini kulikuwa kuna ongezeko la vitega uchumi kwa maana ya uwekezaji. Kwenye eneo la uwekezaji kulikuwa kuna ongezeko la karibu 200, kwa maana ya kwamba mwaka wa nyuma vitega uchumi vilikuwa milioni 87, lakini kwa mwaka 2024 vitega uchumi vinasoma shilingi milioni 290, na vitega uchumi hivi vimeenda kuwekwa kwenye benki ya ushirika kwa maana ya uwekezaji wa hisa. Kulikuwa kuna mali za muda mfupi ambazo ni bidhaa ghalani, wadaiwa pamoja na taslimu na usawa, ambazo nazo hazikuwa na mabadiliko makubwa sawa na mwaka wa nyuma. Kwa maana ya mwaka 2023 zilikuwa bilioni 9 na milioni 400, lakini 2024 zilikuwa bilioni 9 na milioni 700 sawa na ongezeko la 2%. Walikuwa wana mkopo, tunauona kwenye taarifa za fedha, wamekopa mkopo wa muda mrefu ambao kwa mwaka 2024 umeongezeka kwa 60%. Wana mkopo ambao ulikuwa unasoma na salio la bilioni 1 milioni 200, wakati mwaka wa nyuma walikuwa na mkopo wa milioni 758. Huu ni mkopo uliokopwa kwenye taasisi za fedha. Kulikuwa kuna wadai mbalimbali. Wadai mbalimbali mwaka 2023 na 24 hakuna tofauti kubwa. Madeni yameendelea kuwa kama yalivyokuwepo, kwa maana ya wadai wa mwaka 2023 walikuwa na milioni 6 na milioni 400, lakini 2024 walikuwa bilioni 6 na milioni 560. Kwa hiyo kulikuwa kuna ongezeko la 2%. Na hii ni muhtasari wa taarifa za fedha za kuonyesha
hesabu ya mapato na matumizi, lakini na mali ambazo zinamilikiwa na mama. Tunapomaliza kupitia hizi taarifa za fedha, tunapitia nyaraka nyingi ambazo zinatakiwa zitusaidie kudhibitisha kwamba taarifa zilizowasilishwa kwa ukaguzi zinaonyesha hali halisi. Na tunapomaliza kupitia, lazima tutoe maoni kama wataalamu kwenye suala la ukaguzi. Taarifa za maoni ziko za aina 4, nitapita kwa kifupi. Aina ya kwanza, unapata hati safi au hati inayoridhisha. Hii maana yake ni kwamba taarifa tulizopitia zinaonyesha hali halisi. Taarifa ya pili, tunatoa hati yenye shaka. Tukisema tunatoa hati yenye shaka, ina maana kuna mambo ambayo tunayatolea msisitizo kwamba yanatia shaka, yakifanyiwa kazi basi taarifa hizo zitakuwa kwenye hali nzuri. Aina ya tatu ya hati tunayoitoa, tunatoa hati mbaya. Tukitoa hati mbaya, maana yake ni kwamba taarifa zilizowasilishwa hazionyeshi kupata taratibu za kiuhasibu katika uandaaji wake. Na taarifa ya 4 ni kushindwa kutoa maoni. Hii tunaitoa pale ambapo tumekosa vithibitisho vya kutuwezesha kupitia nyaraka zile na kuonyesha kama kweli taarifa zilizowasilishwa kwetu zina usahihi. Baada ya kuelezea taarifa hizo 4, naomba niwasilishe maoni ambayo tumetoa kwenye chama kwa mwaka 23-24. Tulipitia na mwisho wa siku tulitoa maoni kwamba kwa mwaka wa fedha 2024 chama cha Mangu kimepata hati inayoridhisha ambayo ni hati safi. Hongera kwa uongozi. Kwa maana ya taarifa za hesabu ya mapato matumizi, taarifa za mabadiliko ya mtaji, mtiririko wa fedha pamoja na majedwali tuliyopitia, zote zilikuwa zinaonyesha hali halisi ya chama cha Mangu. Kwa hiyo nitoe hongera kwa uongozi, lakini pia tuendelee kuwasisitiza, tunatamani hati iendelee miaka yote, kwa maana ya wanaokumbuka tuliokuwepo mwaka wa nyuma tulipata, ilikuwa ni hati yenye shaka mwaka jana, lakini mwaka huu wametoa zile dosari ambazo zilijitokeza kwa mwaka ule mpaka wamefikia kupata hati safi. Asante na kwa